Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, kwa mara nyingine tena tumerudi hapa katika jiji la Malindi kwa nyumba yetu hii ambao nyinyi ndugu zangu watazamaji wapendwa ndio sababu ya sisi kuweza kulijenga jenzi kama hili. Tulikuja hapo awali, ilikuwa ni nyumba ya udongo na ilikuwa inaporomoka, na mama anaishi katika nyumba hii ni mama ambaye hana uwezo wa kuweza kulijenga jenzi kama hili. Mvua ikishuka ilikuwa ikimpiga yeye, jua likimpiga yeye, lakini alhamdulillah baada ya kurusha ile video tukaweza kupata watu wengi wakajitokeza na wakaweza kutuma mana zao na wakaweza kuifikisha nyumba hii hapa ilipofikia. Hivi sasa tumebakisha kazi ndogo, na kazi yenyewe ni kazi ya madirisha kama unavyoona, pamoja na bati halijakamilika, na haswa sisi hofu yetu ni kwa upande wa bati, kwa sababu iwapo hatutoweza kulikamilisha hili bati, basi huenda hizi kuta pia zikaharibika tena, kama hizi mbao za madirisha zikabambuka kwa sababu ya mvua na jua. Kwa hivyo tutafurahi iwapo tutaendelea kuchangisha, tuhakikishe tumeweza kufikisha kiwango cha shilingi 2.5 ili tuweze kukamilisha kwa upande wa bamba pamoja na upande wa kuta, tuweze kuweka palasta ndani pamoja na madirisha tuweze kuyakamilisha. Naendelea kuwashukuru wote wale ambao waliweza kutuma michango yao na tukaweza kuifikisha nyumba yetu hapa ilipofikia. Na tuelewa kwamba kila ukichangisha katika mambo kama haya, jua ya kwamba wewe unajitengezea akhira yako, yani unajitengezea nyumba yako ya milele, kwa sababu sisi hapa duniani sio kwetu, hapa sisi ni wapita njia. Na ndivyo alivyosema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Sayyidina Umar bin Khattab, kun fi dunya kaannaka gharib, kuwa katika hii dunia kama kwamba wewe ni mgeni au abiri sabili au ni mpita njia. Kwa hivyo sisi hapa ni wapita njia, ndio yatakiwa hapa tuishi, tuwe na majumba, tuwe na maskan, tupate chakula, tule nini, lakini maisha ya kihakika haswa ni maisha ya kesho akhira. Kwa hivyo hapa sisi hatuko nyumbani, nyumbani kwetu haswa ni kule. Hebu cameraman njoo tuoneshe nyumbani kwetu. Najua kuna wengi nilipoonesha ishara kwa nyumbani kwetu ni kule, wanataka kujua nyumbani kwetu ni huko. Huku ndo nyumbani kwetu haswa, ambapo sura tutakavokuzunguka, sura tutakavokwenda juu, kwenda chini, east, west, mwisho tutarudi hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa ndipo nyumbani kwetu. Haya makaburi mnayoona hapa yote, au hawa waliomo ndani ya makaburi kama haya, walikuwa katika dunia hii au walikuwa juu ya ardhi hii, kama vile sisi tunavyotembea hivi sasa, tunavyoenjoy, tunavyopanda mabodaboda hayo, tunavyopanda magari, tunavyopanda mandege. Lakini hivi sasa tunavyozungumza wako chini ya ardhi hii. Hawa wote, haya makaburi yote, makaburi mengi haya, na si haya tu, kwa sababu kwenye kaburi moja nafikiri pengine wamezikwa watu zaidi ya 10, zaidi ya 20, kwa sababu kila mchanga ukimmaliza. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.